Halo, leo tutakwenda kujifunza kwa habari ya maovu ambayo mwanadamu anayatenda. Na kadiri unavyoendelea kufanya maovu, ndivyo unavyojiwekea nafasi wewe mwenyewe ya kuingia gizani. Maovu yako yamesababisha uichukie nuru. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, pamoja na kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok, na kwenye channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kwa kuwa unatenga muda huo kwa ajili ya mafundisho haya. Leo nataka nikupe dokezo ama dondoo upate kuelewa maovu unayoyafanya yana athari kubwa kiasi gani katika maisha yako. Usiudharau uovu ama usifanye uovu kama vile ni jambo la fashion. No, usifanye hivyo. Usifanye hivyo kwa sababu unapofanya uovu kuwa ni jambo la fashion, uovu na tabia ya kukomaa. Na chochote unachokijua kikisha komaa, kuking'oa ama kukiondoa waga ni kigumu sana. Sasa shida ya uovu ni moja. Uovu unavyozidi kuufanya ndivyo unavyokufanya wewe ukimbie nuru. Yaani kila unavyozidi kuwa muovu ndipo unapoongeza hatua ya kwenda kwenye giza. Yaani ndipo unapozidi kutafuta marafiki wa kukutetea na uovu wako. Sasa ukishafikia hatua ya kwamba unafanya jambo baya halafu unatafuta kukutetea, maana yake sasa wewe kusaidiwa kutoka hapo ulipo itakuwa ni kazi kubwa kulikweli. Itahitaji neema ya Mungu, kwa sababu umefikia hatua ya kwamba kila uovu unaofanya unatafuta wa kukutetea. Hautaki kukubali kwamba huo ni uovu. Na hii inawatesa watu wengi sana. Kwenye familia zetu, kwenye taasisi ya ndoa, watu wengi wanateseka na hili jambo. Yaani mtu anakosea jambo lakini haoni kama amekosea. Anatafuta ana excuse, anatafuta kujilinda. Hiki ni Kiswahili kizuri zaidi. Yaani ukifanya kosa ukaona tu unatafuta kujilinda, wewe ndio miongoni mwa watu ambao nakwambia kwamba maovu yako yanakukimbiza na nuru ilipo. Yanakukimbiza ndio, kwa sababu kila ukikosea hautaki kuona kosa, wewe unataka kujilinda, unataka kujitetea. Maana yake wewe mwisho wake utakuwa sugu, na itafika hatua uovu utataka uwafundishe na wengine, na wewe utakuwa ni kinara wa kutetea uovu. Utakuwa ni kinara wa kutaka watu watende maovu. Hautoitaka nuru. Na hii imezaa watu wa aina hii. Watu ambao kila wakihubiriwa neno wao wanakataa. Watu ambao kila wakifundishwa ukweli wanapinga. Ndio unawafundisha kwa habari za Ukristo sahihi na nuru ya Mungu. Jamani, matambiko sio mazuri, unasikia. Hata babu zetu walitambika. Ndio zao la watu wa namna hii. Jamani, kwenda kwa waganga sio sawa sawa, inamchukiza Mungu. Anakwambia Mungu amesema jisaidie na yeye akusaidie. Yaani wanatafuta excuse. Yaani Mungu alisema hivi, sio kuelewa. Na sio kwamba hawajui. Ule uovu wameufanya kwamba umekuwa ndio maisha yao. Kwa hiyo wanaona kuacha haiwezekani. Jamani, hizi tamaduni Mungu azimpendezi. Mbona hata Yesu alikuwa na tamaduni zake? Mbona zilifanyika? Yaani ukishaona mtu wa namna hiyo, somo hili linamhusu kwamba anafanya maovu, ametenda maovu kiasi kwamba nuru haiwezi kung'aa tena ndani yake. Yeye ni giza na yeye. Sasa mtu kama huyu, nimesema dalili hizi ili ujue kwamba ukiona mtu wa namna hiyo anahitaji kuombewa sana, ili huruma ya Mungu iwe juu yake. Yaani huyu sio rahisi kumwambia yeye aombe. Huyu sio rahisi kumbadilisha, kwa sababu tayari ameshazama kwenye tope. Mfano, dhambi ni kama bwawa la tope. Dhambi, unapotenda dhambi ni sawa sawa unaingia kwenye bwawa la tope. Sasa bwawa lina kina. Waliwahi kwenda kuogelea kwenye swimming pool watanielewa, ama ambao wameshawahi kwenda kuogelea kwenye bahari ambao kina chake kinatembea kwenda mbali. Yaani kadiri unavyoingia kwenda mbele ndivyo unavyozidi kuzama. Kadiri unavyozidi kwenda ndivyo unavyozidi kuzama. Na dhambi inafanya kazi namna hiyo hiyo. Sasa dhambi ni tope, sio maji. Dhambi ni tope, sio maji, sio maji. Kwa hiyo unapoingia kwenye tope, inaanza tope la unyayo. Hivyo hivyo unatembea, mara tope la kwenye magoti. Unatembea, mara tope la kwenye mapaja. Tope likishaanza kufika saizi ya kiuno, hapo maana yake kujinasua, ndugu yangu,
inahitaji nguvu ya ziada. Hapo unahitaji kunasuliwa zaidi, huko akiwa anakuona. Sasa ukizidi kwenda, itafika hatua sasa utakuwa utembei, bali sasa lile tope linakuvuta uingie ndani, linakuvuta lenyewe sasa, kwa sababu si umeshakithiri kutenda dhambi, umeshakuwa conquered, umeshakomaa kwenye dhambi. Sasa tope linakuvuta, mwisho wake unazama, hauonekani. Sasa mtu wa namna hii hata umwambie nini hakuelewi, kwa sababu tayari ameshazama kwenye tope ndani kabisa. Sasa watu wa hivi wanahitaji neema ya Mungu awaibue. Yaani hawa ni Mungu mwenyewe ndio mwenyeweza kuwafuata, kama vile Yesu alivyoenda kuchukua funguo kule kuzimu, ndivyo inavyotakiwa watu wafanyiwe. Kwa hiyo ukiona mtu wa namna hii, usianze kugombana naye, usianze labda kumtafutia maneno, usianze kumwambia maneno mabaya. Huyu anahitaji rehema ya Mungu, huyu anahitaji huruma ya Mungu, huyu anahitaji msaada wa Mungu zaidi. Omba sana juu yake. Akiwa ndugu yako, omba sana juu yake. Akiwa mke wako, omba sana juu yake. Yaani hiyo ndio msalaba ambao utatakiwa uombe. Yaani usimame kwenye maombi kwa sababu ni mke wako. Akiwa ni mume wako, ni hivyo hivyo, simama kwenye maombi, kwa sababu bila maombi hawezi kutoka. Lawama haiwezi kumsaidia. Tuende tusome andiko hapa. Linasema nini juu haya anayoyasema? Tutasoma katika kitabu cha Yohane sura ya 3 aya ya 20 hadi ile aya ya 21. Yohane sura ya 3 inasema hivi, aya 20: kwa maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Umeona jinsi ilivyo? Kwa hiyo anasema, anaona kwamba nikimfuata yule atanikemea, ana escape. Umeona? Unasema jamani, kuvaa swali sio vizuri. Ni kweli sio vizuri, wala sio utani. Unamwambia mtu ya kuvaa mawigi, hicho kitu kitawapeleka pabaya. Ni kweli kuvaa mawigi vibaya. Unajua kuna vitu ukimuuliza Mungu atakwambia sababu. Lakini sisemi kila mvaa wigi ataenda motoni au ataingia pabaya. Ila ni vibaya. Ila ni jambo baya. Mungu ana rehema zake. Sasa usingoje huruma ya Mungu. Usiseme nitavaa Mungu atanirehemu. Rehema si kitu cha kutegemea. Rehema ni kitu ambacho Mungu anaweza kurehemu tu kwa yeye anavyoona. Kwa nini usijilinde? Kwa nini usiachane na hayo mavazi ya bandia? Kwani yana ulazima gani? Ya nini kupendeza duniani usipendeze kwa Mungu? Ya nini? Mungu utazama matendo yako, maisha yako na mwenendo wako, wala sio mavazi unayotaka kuvaa watu wakuone. Sasa ni mfano, ukimwambia anataka kuescape, anataka kukosoe. Neno la Mungu linasema vizuri, kwa sababu wanajua kwamba wakikaribia nuru watakemewa. Kwa mtu anaogopa kwenda kanisa fulani, na hii imetokea sana. Watu ambao wana imani kali kwenye kukemea, hasa wainjilisti, wanaposimama kukemea mambo ya uovu, unasema waumini wanapungua. Ni heri wakapungua hata kama walikuwa 10,000. Ndugu yangu, waumini 10,000 wakiondoka, wakabaki waumini 100, alafu wakaenda mbinguni, wewe umefanikiwa. Lakini ulikuwa na waamini 100, ukaongeza waamini wakafika 10,000 kwa sababu ya mahubiri yako ya kuwalemba na kuwapaka mafuta, hali ya kuwa wanaingia motoni. Na ndio injili ya siku hizi. Wewe umefeli, wewe unayefundisha na unayewafundisha, wote mtaishia pabaya. Kwa hiyo neno la Mungu linasema vizuri kabisa kwamba wanaogopa kukemewa, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakafanya nini? Yakakemewa. Haielekei nuru. Anasema kanisa hili wanakemea sana, anahama, anaenda kanisa lingine. Sasa kanisa ni la Yesu. Popote utakapoenda, kanisa ni la Yesu. Anayesimama katika mafundisho sahihi atasimama katika ukweli, na ukweli utabaki kuwa ukweli. Yani hauna ubishi. Yani hata ukiupaka rangi, ukisema unajua, kwa Mungu hauna unajua. Ndio maana mbinguni hakuna mzee wa kanisa. Mbinguni hakuna msimamizi wa kanisa. Mbinguni hakuna mchungaji. Hakuna lebo ya uchungaji ndio kwenda mbinguni. Ndio maana yangu. Mbinguni hakuna mimi nilikuwa tu mfagiaji. Hakuna. Mbinguni kuna mimi ni Mkristo, niliyeishi maisha ya Kikristo, nilikubali
kujinyima, nilikubali kuteseka, nilikubali kustarehe katika Kristo. Yote utastarehe katika Kristo, utateseka katika Kristo, utajinyima katika Kristo, utapata katika Kristo. Yaani kila kitu kiwe katika Kristo Yesu. Wewe safari ya mbinguni inakuhusu, kwa sababu kila ulichokifanya ulikuwa tumaini lako ni Kristo Yesu. Kwamba sikuwa na kitu, niliamini Kristo Yesu yupo hata kama sina chochote. Nilala na njaa, niliamini kwamba Kristo Yesu yupo. Nilikuwa na maisha mazuri, niliamini katika Kristo Yesu. Kwa maana ukiwa na maisha mazuri, hautotumainia mali zako, utamtumainia Kristo Yesu katika maisha yako. Oh, haleluya. Na ndio hawa watakaoona ufalme wa mbinguni. Ukiishi katika maisha ya Kristo Yesu, utasemaje nina dhambi? Utatendaje dhambi? Lazima utaiogopa dhambi na kuikataa kama wengine walivyokataa. Tunaona wakina Yusufu walitegwa na dhambi ambayo inawatesa watu wengi leo. Anaenda kwa mke wa mfalme, anataka halale naye, anasema kwa nini nitende dhambi ni mwache Mungu, nimpoteze Mungu kwa sababu ya dhambi ya starehe, kwa sababu ya mali? Alikataa, lakini Mungu baadaye alikuja alimpa nini? Mali. Kwa hiyo tunasema ukiishi Ukristo, ukiishi matendo ya Kristo mwenyewe, maana yake utakataa vile ambavyo Kristo havipendi. Kristo akiwa ndani yako, kila kitu kitakuwa ni hofu. Hii hapana. Kweli natamanisha, lakini kaa mbali. Unaenda zako. Hii haifai. Hii haifai katika maisha yangu. Huyo maana yake anaishi maisha ya Kristo, hata ogopa kukemewa. Na ndio maana akiambiwa pombe haramu, kweli bwana, haifai. Lakini pombe haramu unajua nyingi, lakini hazitosaidia. Hazitofanya nini? Hazitosaidia. Hazisaidii chochote. Yaani mbele ya Mungu hazikusaidii chochote. Ni heri kuacha. Kwani unakunywa ili upate nini? Acha. Ukiacha unakosa nini? Kwa nini usiache? Vya kunywa vimeisha. Vipo, tunaeleza ukweli. Nafundisha neno, sifundishi dini jamani. Tuelewane. Nalifundisha neno, sifundishi habari ya dini. Nitakupa kisa kimoja. Kuna mahali litokea jambo. Hapa naomba atakayeelewa aelewe, lakini sina lengo la kumshutumu mtu yoyote. Sawa? Sina lengo la kumshutumu mtu yoyote. Mama fulani walienda kwenye ziara yao ya kikanisa. Walipoenda huko, basi wakafanya ziara, wakamaliza, wakaenda kanisani, wakasali, wakatoka nje, wakapumzika. Wanadamu kama walivyo, mmoja akatoka, wawili wakatoka, watatu, wanne wakazunguka. Kama unavyoona misibani, wakaenda kunywa pombe. Sawa? Kwani kitu gani bwana? Wakanywa pombe. Sitaki kumtaja mtu, sitaki kutaja dini wala dhehebu hapa. Nazungumzia wamama wa kanisa. Walipokunywa pombe, mmoja akapandisha mapepo. Mapepo akaanza kusema, "Sitaki pombe, sitaki pombe, sitaki pombe, sitaki pombe." Wamama wa kanisa wameenda kunywa pombe. Alafu pepo limepanda, linasema halitaki pombe. Ajabu ilioje. Yaani wewe ambao unamwamini Kristo unakunywa pombe. Alafu pepo ambalo ni zao la kuzimu linasema sitaki pombe. Sasa hapa taira nani? Nani anahitaji msaada wa kiroho hapa? Mapepo yenyewe mengine yanakuambia hatutaki pombe. Mapepo mengine yanakuambia hatutaki zinaa, hatutaki uzinzi. Yaani hao ni mapepo. Sasa wewe hauoni kama kitu hiki hakifai? Kuna haja ya kutafuta kujua kwamba kinafaa au kifai. Lakini watu wanaendelea na maisha. Wanasema ponda mali kufa kwaje? Bwana wewe ina kesho yake hiyo. Utajibu ukiwa peke yako. Ukumbuke huo ndio uovu ambao unafundishwa katika somo la leo. Maovu yako yamesababisha uichukie nuru. Lakini aya 21 kwa mwinjili Yohane sura ya 3 aya 21, fungua Biblia yako. Inasema hivi, bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Hawezi kuhofia kwenda kwenye mahubiri ya aina yote. Hawezi kuhofia kwenda kwa mtumishi wa aina yote. Hawezi kuhofia kwenda kwenye makongamano ya aina yote. Maombi na maombezi, kuna watu na kuambia hawawezi kukanyaga eneo ambalo lina maombi na maombezi yale ya fire. Hawaendi, wakijua kabisa tukienda pale kuna shida. Lakini mimi ambaye najua namtumainia Mungu, sisemi kama sina dhambi, namtumainia Kristo Yesu, nitakapoenda kwenye nuru nitajidhihirisha mimi ni wa nuru. Likitokea neno limenimulika, maana yake Kristo anasema nibadilika, hapo mwanangu kuna shida, sitoogopa. Lakini wale ambao hawaitaki nuru, wanaogopa, wanajificha kwenye nini? Kwenye vichaka vya mafundisho ambayo ni ya kusifia, mafundisho ambayo ya kuwapaka rangi, mafundisho ambayo ya kuwabembeleza. Yesu alimbembelezaga mtu?
Fuatilia historia ya Yesu. Huko kucheka tutakuwa anacheka kwa nadra. Anafundisha akijua sana, kufundisha jambo makini. Sijaja kuchekesha. Sijaja kuchekesha. Yuko mtu mmoja nampenda sana. Nampenda sana. Anasemaga msemo huo, nisikilize mwanangu, sijaja kuchekesha. Na haichekeshi. Nampenda sana. Nampenda sana, nisingemtaja kwa namna yote ile. Lakini mwenyewe anaelewa akisikia mafundisho haya. Anasema nisikilize mwanangu, sijaja kuchekesha na havichekeshi. Ila ukitaka kucheka cheka. Nimekuja kuelimisha. Sasa kuna mafundisho watu wa kazi yao ni makofi mengi sana. Makofi mengi sana. Vigeregere vingi sana, lakini wanafiki. Yanawahusu. Ndio maana ukigongelewa wakipigwa misumari, kimya. Hiyo ndio injili. Injili siku zote lazima upoe. Ndio injili. Wako watumishi, mimi sitaki kumpublish mtu. Nyie mnawasikiliza watumishi, sikilizeni watumishi wanaogonga injili. Kama kuna mtu anacheka cheka ovyo, hakuna. Nawajua na nyinyi mnawajua, wapo. Tena ni maarufu sana. Wakipiga injili kimya. Kimya kabisa. Sitaki kuwataja, wapo wengi kutoka kwenye madhehebu mbalimbali. Wanagonga injili ambayo unasema mimi natekisaga kisha kusema hii ndio injili. Yaani hii ndio injili. Unacheka injili. Unachekea mafundisho ya neno la Mungu. Unajua neno la Mungu linafanya kazi gani? Kazi ya neno la Mungu unajua wewe? Hebu ngoja tutafute hapa, labda hujui. Ngoja nikupe kazi ya neno la Mungu. Unajua watu wanaposikia neno la Mungu hawaelewi huwa linafanya kazi gani. Sasa kazi ya neno la Mungu, mtu anapofundisha neno la Mungu lazima liwe na matokeo manne. Ukiona katika mafundisho, umeenda kwenye semina, umeenda kwenye neno la Mungu, umeenda kanisani kuna mahubiri, halafu kati ya mambo manne ukuelewa chochote, we bado. Okay, neno la Mungu tunasema linaagiza. Yaani Mungu anaagiza. Hiki kisifanyike. Hiki kifanyike. Nenda kamwambie yule. Nenda kaseme na yule. Agizo. Neno la Mungu cha kwanza linaagiza. Sehemu ya pili, ahadi. Mungu anaahidi. Aliwaahidi wana wa Israeli watafika nchi ya ahadi, nchi ya asali na maziwa. Ahadi. Lakini katikati ya ahadi, angalia msukosuko waliokutana nao. Angalia msukosuko. Angalia mabaya waliokutana nao kwa sababu yao wenyewe. Ndani ya ahadi. Kwa Mungu anaweza kukuahidi wewe kukuinua. Anakuahidi kuinua. Anaahidi watesi wako atawapiga. Anakuahidi ukiifuata njia hii iliyo njema utaona wafalme wa mbinguni. Ahadi. Hilo ndilo neno la Mungu. Namba 3, anakufundisha kwamba ukimwacha Mungu shetani atakukamata. Anakufundisha vizuri kabisa. Mwanangu, pendelea kusoma neno la Mungu ili upate kuijua njia ya Mungu ni ipi. Anafundisha. Lakini namba 4 na mwisho, anaonya. Ninakuonya. Ukizini, motoni. Ukifa na dhambi yako, motoni. Anaonya. Sasa hilo ndio neno la Mungu. Sasa niambie hapa kinachochekesha nini? Neno la Mungu kusema linachekesha ni ngumu. Neno la Mungu linafundisha, linaonya, linaahidi na mambo ambayo nimekueleza hapo. Hiyo ndio kazi ya neno la Mungu. Kwa hiyo unakuta mtu anacheka, hizo ni injili zile ambazo zinampaka mafuta. Hilo neno la Mungu ambalo kazi yake ni kupaka mafuta, kuvuta watu. Yaani wazinzi, unajua bwana, ukifanya zinaa ni dhambi, mjaribu kuacha basi jamani. Ndio kuna watu wanataka mafundisho hayo. Hao ndio wenye giza sasa. Maovu yamewafikisha kuchagua mafundisho wanayotaka. Unachagua mafundisho kwa sababu ya uovu wako, kwa sababu ya maovu unayoyatenda. Bia unaweza kunywa tu kiasi. Unaweza kunywa kiasi. Kweli bwana. Ndio. Nafurahia. Maovu, uovu. Ndio, uovu, hakuna kitu kingine. Unafurahia kwa sababu ya uovu. Kumbuka, kwa Mungu hautotoka taasisi yote. Wewe umetoka taasisi gani? Mimi nimetoka taasisi fulani. Wewe umetoka dini gani? Nimetoka dini fulani. Wewe umetoka dhehebu gani? Nimetoka dhehebu. Hakuna maswali namna hiyo. Wewe uliyafanya mapenzi ya Mungu, ndio pita kule. Wewe uliyafanya mapenzi ya Mungu, hapana, kaa kule. Maswali ni machache tu. Hakuna mambo mengi, hakuna muda wa kupoteza. Kwa hiyo ukishalijua hilo, ukiwa Mkristo, wote ni Wakristo ambao tunaamini katika Kristo. Kaa katika nafasi ya kumtafuta Mungu. Maovu yasikupeleke mahali ambapo unazama ama utazama ukashindwa kuokolewa. Jitahidi kuepuka maovu ili upende mafundisho ya kweli. Uwe unasimama katika mstari wa ukweli.
na utayafurahia mafundisho ya ukweli. Ukishakuwa muovu tayari utaanza kukataa mafundisho ya ukweli, na hilo ni onyo tayari. Ukishaona mtu anaanza kukataa mafundisho ya ukweli, maana yake huyo tayari ni muovu. Haleluya! Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo. Endelea kushare mafundisho yako wengine na utabarikiwa zaidi na zaidi. Lakini pia unaweza kuwa na jambo fulani, kuna namba za simu za mawasiliano hapo, unaweza ukatupigia, wala hakuna shida yote, tupigie wakati wote. Wote mliopo nje ya nchi, anza kwa alama ya kujumlisha 255. Hiyo 0 hapo utaitoa, kisha utatupigia. Kama ni kwa WhatsApp, kama ni kwa kawaida, tutawasiliana. Lakini pia unaweza ukaweka comment yako hapo, ukaandika Shalom Mikono ya Kristo, Shalom watumishi, neno limenibariki. Namna utakavyoona, tumsifu Mungu, mtukuze Mungu. Hakuna gharama. Hata mafundisho haya hayana gharama. Ni wewe tu kufanya kile ambacho Mungu anakuagiza kupitia mafundisho, kwa sababu neno la Mungu lazima litakumulikia katika maisha yako. Endelea kufuatilia mafundisho kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la Mikono ya Kristo, na katika channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.